Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 28 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaoanza na habari kubwa inayosema Akiliunde inapogeuka mshauri wa wapendanao. Akiliunde inapogeuka mshauri wa wapendanao. Lakini kuna habari inayosema mapya zuio la mikutano ya hadhara. Mapya zuio la mikutano ya hadhara. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini Dr. Mwinyi ataka mbinu mpya kukabili dawa za kulevya. Huyo ni Rais Mwinyi ataka mbinu mpya kukabili dawa za kulevya. Na aliyekodi wauaji wa dada yake kunyongwa. Aliyekodi wauaji wa dada yake kunyongwa. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 19 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema kadi mpya NMB suluhisho la mtaji kwa wafanyabiashara. Kadi mpya NMB suluhisho kwa wafanyabiashara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaanza na habari inayosema Ewura mzigoni tathmini kushusha bei ya mafuta. Ewura mzigoni tathmini kushusha bei ya mafuta, lakini walezi wazazi wapewa somo kuwalinda watoto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru, inaendelea ukurasa wa 5. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Uhuru ni hakuna mjadala amani usalama wa nchi. Huyo ni Mwigulu wasema hakuna mjadala amani na usalama wa nchi. Lakini aonya serikali iko imara kukabili vitisho vyote. Awataka Watanzania kuendelea na shughuli zao. Awaita mapapa wanaotaka kujaribu serikali waingie wenyewe, waone muziki, sio kuwatumia vijana na watoto. Lakini IGP apewa rungu kuzuia mikutano yote ya kisiasa. IGP apewa rungu kuzuia mikutano yote ya kisiasa. Lakini kubanwa kubanwa kwa mashangingi kwa zidi kuungwa mkono bungeni. Lakini miaka 50 ya maonesho Sabasaba yaanza kutikisa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Uhuru, tuangazie gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika Muhimbili ya ita watoto mdomo kaka wazi kuitibiwa bure. Lakini serikali yaja na mfumo wa kukomesha udalali madini. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini ukurasa 7 kuna habari inayosema Ubungo waanza kusaka mbwa 10 wa uawa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Na habari kubwa ni Mwigulu afichua mtandao hatari ni wanaolipwa mamilioni kupewa silaha kuvuruga nchi. Asema serikali iko macho, imejipanga kuwalinda Watanzania. Lakini asisitiza serikali haina ugomvi na chama chochote cha siasa. Lakini ATCL kufungua safari 5 barani Afrika. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini bado kuna habari inayosema CCM yatii agizo la serikali ya hairisha wiki ya wazazi. Hiyo ni habari ukurasa wa 19. Lakini LATRA ya ruhusu mwendo kasi daladala kutumika Sabasaba. LATRA ya ruhusu mwendo kasi na daladala kutumika Sabasaba. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini ukurasa wa 3 kuna habari inayosema Katambi atetea katazo mikutano ya hadhara, asema hajavunja katiba, yuko tayari kufa kupoteza cheo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema serikali yatolea macho ujenzi wa barabara Afcon. Lakini Zungu awauma sikio vijana kulinda amani. Zungu awauma sikio vijana kulinda amani. Na wachumi wakoshwa na udhibiti sarafu na dola. Lakini Dr. Mwigulu afichua mazito njama ya uhalifu. Huyo ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba afichua mazito njama ya uhalifu. Lakini Rais Mwinyi ataka kibano kikali zaidi kwa wauza unga. Huyo ni Dr. Mwinyi ataka kibano kikali zaidi kwa wauza unga. Lakini CCM yatii amri ya futa wiki ya wazazi kitaifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina.
Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa naandika hospitali ya Shifaa yapiga hatua kubwa tiba ya kisukari, lakini TANESCO yaeleza tatizo la gridi ya taifa. Kiwanda cha kaidi maagizo ya NEMKI. Waziri Masauni akifungia kiwanda cha African Steel, lakini kinatoa moshi mzito unaochafua mazingira, unahatarisha afya ya wananchi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaandika waziri Masauni atia kufuli kiwanda Pwani. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi Huru linasema waziri Masauni atia kufuli kiwanda Pwani. Ni kiwanda cha African Steel kilikaidi maagizo ya NEMKI kuhusu mazingira, akerwa na moshi mzito unaotishia afya ya wafanyakazi. Lakini waziri wa fedha ataka watu walipe kodi kwa hiari. Hospitali ya Shifaa mfano bora katika katiba ya kisukari. Lakini Zambia wafurahishwa na utendaji wa REA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Sauti Yetu linaandika Balozi Omari, serikali inategemea TRA mapato ya ndani 2026 2027, asema mapato yanayotarajiwa yanachangia 34%, asifu ushirikiano wa walipa kodi. Lakini CG Mwenda aeleza ni matokeo ya uaminifu na ushirikiano. Lakini Zanzibar yapaa kusambaratisha Zanzibar ya apa kusambaratisha mitandao ya dawa za kulevya. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lenye linaandika habari inayosema shilingi bilioni 3.1 za REA kufikisha umeme mwambao mwa ziwa Nyasa. Shilingi bilioni 3.1 za REA kufikisha umeme mwambao mwa ziwa Nyasa. Lakini Masauni afunga kiwanda Pwani ni kwa uchafuzi wa mazingira, asema licha ya maelekezo ya NEMKI wamekuwa wakaidi. Lakini mataifa 50 kushiriki mkutano wa madini Dar es Salaam, huku Mwigulu aonya wanaotaka kuvuruga amani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani kwa asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti lako la Mzalendo lenye linaandika habari inayosema Yanga waanza kushona suti. Yanga waanza kushona suti. Lakini serikali yatolea macho ujenzi wa barabara Afcon 2027. Nyota Twiga Stars wampa jeuri Shime. Lakini kocha Serengeti Girls ajifunza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo. Huko kimataifa Kylian Mbappe ashutumiwa. Kylian Mbappe ashutumiwa. Hilo ni gazeti lako la Mzalendo. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo lenyewe linaandika bingwa ligi kuu bara kujulikana Jumanne. Bingwa ligi kuu bara kujulikana Jumanne. Lakini kuna habari inasema vitendo vya kishirikina vya iponza JKT na Mashujaa. Lakini Zuchu asema lebo ni muhimu kuwekeza vipaji. Na Cape Verde Afrika waweka rekodi kombe la dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Huku gazeti lako kwenye gazeti lako la Uhuru lenye kwenye michezo linaandika idadi ya pointi zinazo timu ya Yanga katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini Yanga Simba siku ya kilio na kicheko. Na Mwigulu utashi wa Rais Samia umeleta mafanikio michezoni. Lakini kuna habari inasema Alexandra Daddario Beckham wazua jambo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Sportika na burudani linaandika bado pagumu. Lakini Zuchu ana kijiji chake YouTube. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sportika na burudani kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye kwenye michezo linaandika tutajuana huko. Simba kimya kimya. Diara kipa bora ligi kuu bara 2025-2026. Lakini Mbeya Kwanza polisi Tanzania vita mpya. Haya yanayoharibu hata ukipendeza. Lakini kimataifa Mbappe ampa kazi refali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndo linalotufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina.
Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.